Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Washtakiwa 93 wa kesi za uharibifu wa mali, kufanya vurugu na unyang'anyi wa kutumia silaha leo wamefikishwa tena katika mahakama ya wilaya Nyamagana Mwanza, huku upande wa jamhuri ukitakiwa kukamilisha ushahidi haraka katika kosa la kwanza la uharibifu wa mali. Katika shauri hilo la jinai namba 26546 la mwaka huu, washtakiwa hao 93 wanadaiwa kutenda makosa hayo kinyume na kifungu cha 326(1) cha sheria ya kanuni ya adhabu sura 16 marejeo ya mwaka 2023 kwa kosa la kwanza la kifungu cha 287A cha sheria hiyo. Washtakiwa hao ni kati ya 172 walikamatwa na jeshi la polisi na kufunguliwa mashtaka mbalimbali wilayani Nyamagana kufuatia matukio ya vurugu yaliyotokea kati ya Oktoba 29 na 31 mwaka huu. Shauri hili limetajwa kwa mara ya pili leo Novemba 19, 2025 mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Amani Sumari baada ya kutajwa kwa mara ya kwanza Novemba 7 mwaka huu. Kesi hiyo iliambatana na umati wa watu nje ya viunga vya mahakama hiyo wakitarajia kuona ndugu zao wakiachiwa, wakiongozwa na agizo la hivi karibuni la Rais Samia Suluhu Hassan la kuvitaka vyombo vya dola kuchuja washtakiwa hao na kuachia wale waliofuata mkumbo. Katika mahakama, upande wa jamhuri uliowakilishwa na mawakili wa serikali Tunu Msangi na Prince Masawe, huku utetezi ukiwakilishwa na mawakili kutoka chama cha wanasheria wa Tanganyika yaani TLS Dutu Chebwa na Beatrice Linda. Mwanzo wa shauri hili, wakili wa serikali Tunu Msangi aliwasilisha ombi la kubadilisha hati ya mashtaka ili kuongeza washtakiwa wengine 6 ambao hawakuwa wamejumuishwa hapo awali. Pia aliomba muda wa siku 90 na kufanya upelelezi zaidi, akisisitiza kuwa upelelezi wa mashtaka yote mawili bado haujakamilika. Upande wa utetezi ukiongozwa na wakili Dutu Chebwa ulipinga vikali hoja kuongeza muda wa upelelezi, ukihoji kwa nini upelelezi unachukua muda mrefu katika kosa la kwanza la kuharibu mali. Chebwa alisisitiza kuwa hati ya mashtaka inaeleza wazi mali zilizoharibiwa na maeneo husika, na hivyo anashangazwa ni maelezo gani zaidi yanahitajika kukamilisha ushahidi. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.